Naam, jambo tena mtazamaji wangu, karibu tena katika somo letu la siku ya leo. Na leo tunaangalia somo la 4 katika msururu wa mafundisho yetu ya Biblia, na tuko katika kitabu cha Mwanzo, yani Genesis. Katika kipindi kilichokwisha kupita tulijifunza juu ya kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, na tukaweza kuelewa ya kwamba sura hii inazungumzia juu ya uumbaji kwa jumla. Na siku ya leo nataka tuangalie sura ya pili, na sura ya pili inahusu juu ya uumbaji wa mwanadamu na bustani ya Edeni. Na maandiko yetu makuu yatatoka katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, vile katika kitabu cha hiki cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 18. Linasema ni Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mafumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Na katika Mwanzo sura ya mstari wa 18, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na malengo yetu ya katika somo hili ni kama yafuatayo. Baada ya somo hili tutaweza kuelewa jinsi Mungu alivyomuumba mwanadamu, tutaweza kuelewa kusudi la mwanadamu duniani, na vile vile tutaweza kuelewa maana ya bustani ya Eden. Tutaweza pia kuelewa msingi wa ndoa wa kibiblia, na vile vile tutaweza kuelewa ushirika wa mwanadamu na Mungu kabla ya dhambi. Na kwa hivyo sura hii au mwanzo wa sura ya kwanza kama nilivyosema ilieleza juu ya uumbaji kwa jumla, na mwanzo wa sura ya pili inaingia kwa undani zaidi kuhusu uumbaji wa mwanadamu, kuhusu bustani ya Eden, kuhusu kazi ya binadamu, na vile vile kuhusu ndoa ya kwanza. Na sura hii inaonyesha kwamba Mungu anamjali mwanadamu binafsi. Na katika somo la au kifungu cha kwanza hadi cha 3 tunaona kwamba Mungu anapumzika siku ya 7. Na kwa hivyo mbingu na nchi zikawa zimekamilika na jeshi lake lote. Kwa hivyo Mungu alimaliza kazi yake ya uumbaji kwa siku 6. Siku ya 7 hakupumzika kwa sababu alichoka, bali alikamilisha kazi yake. Na mafunzo muhimu hapa ni kwamba Mungu ni Mungu wa utaratibu, yaani aliumba kwa mpangilio. Vile vile kupumzika ni muhimu, yaani mwanadamu anahitaji kazi, lakini pia anahitaji mapumziko. Kati ya kifungu cha 4 hadi cha 6 ni hali ya dunia ya mwanzo. Tunaona kwamba aya hizi zinaeleza hali ya dunia kabla mimea mingi haijamea. Na mvuke ukapanda katika nchi, ukatia maji uso wote wa ardhi. Na Mungu alikuwa akiitunza dunia yake. Katika kifungu cha 7 tunaona uumbaji wa mwanadamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Biblia inasema Bwana Mungu amfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Na mambo muhimu katika aya hii ni kwamba mwanadamu alitoka mavumbini. Hii hufundisha kwamba mwanadamu si Mungu. Vile vile mwili wetu ni wa muda. Kisha tunaona ya kwamba tunapaswa kuwa watu wanyenyekevu. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba mavumbi yairudie nchi kama yalivyokuwa. Katika na vile vile tunaona kwamba Mungu alimpulizia pumzi ya uhai. Hapa ndipo mwanadamu alitofautishwa na viumbe vingine. Na kwa hivyo mwanadamu ana mwili, vile vile ana nafsi, na pia ana roho. Pia tunaona kwamba mwanadamu ana uhai kutoka kwa Mungu. Yaani bila Mungu mwanadamu hana uzima wa kweli. Na kati ya kifungu cha 8 hadi 14 ni bustani ya Eden. Na tunaona kwamba Mungu akapanda bustani katika Edeni. Na bustani hii ilikuwa nzuri, ilikuwa yenye chakula, ilikuwa yenye mito, na vile vile ilikuwa yenye amani. Na vile vile tunaona miti miwili muhimu.
tunaona mti wa uzima ambao uliwakilisha uzima wa milele na vile vile ushirika na Mungu. Na vile vile tukaona mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na uliwakilisha uchaguzi na vile vile utii au kutotii. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba Mungu alimpa mwanadamu uhuru wa kuchagua na vile vile uhuru wa kuchagua, lakini pia wajibu wa kutii. Na katika kifungu cha 15 tunaona kazi ya mwanadamu, na tunaona kwamba inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Na somo muhimu hapa ni kwamba kazi si laana, ni mpango wa Mungu. Vile vile hata kabla dhambi haijaingia, mwanadamu alikuwa na kazi. Kati ya kati ya kifungu cha 16 na 17 tunaona amri ya kwanza, ambapo Biblia inasema kwamba walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa hivyo tuna swali hapa ambalo tunaweza jiuliza kwamba kwa nini Mungu aliweka sheria hii? Aliweka sheria hii ili kupima utii wa mwanadamu, kumpa uchaguzi na vile vile kuonyesha kuwa Mungu ndiye mwenye mamlaka. Kwa hivyo tuangalie maana ya dhambi. Maana ya dhambi ni kutotii amri ya Mungu. Katika kifungu cha 18 tunaona si vema mtu awe peke yake. Kwa hivyo tunaona Biblia inasema si vema mtu awe peke yake. Kwa hivyo mafundisho ya kiroho hapa ni mwanadamu ameumbwa kwa ushirika, vile vile kuwa na familia na vile vile kuwa katika jamii. Na upweke wa ndani haukuwa mpango wa Mungu. Kwa hivyo sasa tuangalie kifungu cha 21 na 22, yaani uumbaji wa mwanamke. Mungu alimfanya mwanamke kutoka ubavuni mwa mwanaume. Na kwa hivyo tuna swali hapa ambalo tunaweza kuuliza, kwa nini kutoka ubavuni? Kwa hivyo inaonyesha kuwa mwanamke si mtumwa na vile vile si mkuu kuliko mwanaume, bali ni mshirika wake. Kwa hivyo pia tunaona ndoa ya kwanza, Mwanzo katika kifungu cha 24 ambacho kinasema, kwa hiyo mwanamke atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo msingi wa ndoa ya kibiblia, ndoa yenyewe ilianzishwa na Mungu. Kwa hivyo si wazo la mwanadamu. Vile ndoa ni kati ya mume na mke. Kwa hivyo mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Na vile vile ndoa ni umoja wa kudumu. Kwa hivyo watakuwa wawili mmoja. Na katika aya ya 25 tunaona hali ya mwanadamu kabla ya dhambi, ambayo inasema nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Maana yake ni kwamba kabla ya dhambi hakukuwa na aibu, hakukuwa na uchafu wa moyo na hakukuwa na hofu. Na tunaona kwamba kulikuwa na utakatifu, kulikuwa na amani na kulikuwa na ushirika mkamilifu. Tuangalie Kristo katika Mwanzo sura ya 2. Adamu wa kwanza alilete kuanguka kwa mwanadamu. Kristo anaitwa Adamu wa mwisho. Katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 15 mstari wa 45, Biblia inasema kwamba Adamu wa kwanza alikuwa nafsi hai, Adamu wa mwisho au ni roho ihuishayo. Mafundisho makuu ya kiroho ni kwamba mwanadamu ana dhamani kubwa. Inamaanisha kwa sababu aliumbwa na Mungu mwenyewe. Mungu anataka ushirika na mwanadamu. Utii kwa Mungu ni muhimu. Na vile vile ndoa ni taasisi takatifu na kazi ni baraka. Tuna maswali hapa ambayo tunaweza kuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali letu ya kwanza linasema, Mwanzo sura ya 2 inatufundisha nini kuhusu mwanadamu? Mwanzo sura ya 2 inatufundisha nini kuhusu mwanadamu? Swali la pili, kwa nini Mungu alimpa mwanadamu amri? Kwa nini Mungu alimpa mwanadamu amri?
Swali la tatu ni kwa namna gani ndoa ya leo inaathiriwa na dhambi? Ni kwa namna gani ndoa ya leo inaathiriwa na dhambi? Swali la 4, tunawezaje kumtii Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Tunawezaje kumtii Mungu katika maisha yetu ya kila siku? Na aya yetu ya kukariri inatoka katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, ambayo inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mafumbi ya ardhi. Na tunapoelekea kumaliza, tunaona kwamba Mwanzo sura ya 2 inaonyesha upendo wa Mungu kwa mwanadamu, inaonyesha kusudi la maisha, inaonyesha utakatifu wa ndoa, na vile vile inaonyesha ushirika wa mwanadamu na Mungu. Lakini pia sura hii inaandaa mazingira ya tukio kubwa la sura inayofuata, yani sura ya 3, yani kuingia kwa dhambi duniani. Na kwa hayo msikilizaji, ndiyo tuliyokuwa nayo katika sura hii ya 2. Natumaini kwamba umejifunza mengi kuhusu uumbaji wa mwanadamu na ndoa katika sura hii. Kwa hivyo kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.